Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein na wakati huu tunaendelea kukujuza mambo mbalimbali yanayotokea ulimwenguni, lakini ni kile kilichotolewa na Donald Trump, rais wa Marekani, ambaye ametoa onyo la mwisho kwa kundi la wapiganaji wa Hamas huko Palestina, hasa katika ukanda wa Gaza. Wanamgambo wa Kipalestina wataangamizwa ikiwa mateka waliosaliwa hawataachiliwa. Hii ni kauli ya rais wa Marekani aliyesema anatoa onyo la mwisho kwa Hamas, wanachama ambao wamekuwa wakipambana kwa muda mrefu dhidi ya jeshi la IDF la Israel. Hamas lazima iwaachilie mateka waliosalia wa Israel, la sivyo wakabiliwe na maangamizi fulani. Rais huyo wa Marekani alitoa onyo hilo. Alitoa kitisho hicho baada ya mazungumzo kuhusu kubadilishana wafungwa zaidi kati ya Israel na kundi hilo la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas kuripotiwa kukwama. Waachiliwe mateka wote sasa, sio baadaye. Warudishe mara moja maiti zote za watu waliouawa au wameisha kwa ajili yenu, rais aliandika kwenye jukwaa lake la Truth Social siku ya Jumatano. Trump aliongeza kuwa anaitumia Israel kila kitu inachohitaji ili kumaliza kazi. Hili ni onyo lako la mwisho kwa uongozi. Sasa ni wakati wa kuondoka Gaza, wakati bado una nafasi, aliandika bwana Trump. Pia kwa watu wa Gaza, wakati ujao mzuri unakungojeni, lakini sio ikiwa mnashikilia mateka. Ukifanya hivyo mmekufa, anasema bwana Donald Trump. Katika vya Trump vitatatiza mambo kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano. Marekani imeongeza kasi ya usambazaji wa silaha kwa Israel, lakini pia kwa mujibu wa waziri wa habari wa White House Karoline Leavitt, amethibitisha kuwa Marekani ilikuwa ikifanya mazungumzo moja kwa moja na Hamas kwa mara ya kwanza. Israel ilishauriwa kuhusu suala hili, aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano. Mwezi uliopita Trump alipendekeza kugeuza Gaza iliyoharibiwa kuwa Riviera ya Mashariki ya Kati, na akapendekeza kwamba mataifa jirani ya Kiarabu yanapaswa kuchukua idadi kubwa ya Wapalestina walioko kwenye mzozo. Mataifa ya Kiarabu yalikataa mpango huo na kuweka mbele mpango mbadala wa ujenzi wa Gaza ambao ulikataliwa na Marekani na Israel. Vita kati ya Israel na Hamas vilianza Oktoba mwaka 2023 wakati wanamgambo wa Kipalestina walipofanya mashambulizi ya kushtukiza katika mji wa Israel na kusababisha vifo vya watu wapatao 1200 na kuchukua karibu mateka 250. Zaidi ya Wapalestina 1048 wameuawa wakati wa operesheni za Israel huko katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni kauli ya rais wa Marekani bwana Donald Trump akitoa vitisho kwa kundi la wapiganaji wa Hamas wa Palestina ambao wanapigania katika eneo la ukanda wa Gaza, akisema kwamba wakati huu wasipotoa mateka wote waliosalia, basi kiama kitakuwa juu yao. Lakini hadi sasa Hamas hawajajibu lolote juu ya kauli iliyotolewa na rais wa Marekani bwana Donald Trump. Basi mtazamaji, bila shaka na una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.